Salamu na michezo popote pale ulipo na kusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi na shaka hapo ulipo utakuwa unatikia kazi endelee. Kikubwa hivi sasa tunachokwenda kuelezea ni kuhusiana na kile ambacho kinaelekea ndani ya ligi ya NBC Premier League. Kama unavyoweza kujua kwa sasa tuko kwenye msimu wa 2025 2026 ambapo mpaka hivi sasa ligi inazidi kuendelea, lakini kama tulivyoshuhudia siku ya juzi, tumeshuhudia dabi kubwa ambayo inatetemesha jiji na pamoja na nchi ya Tanzania ambayo ilikuwa ni Mzizima, ilikuwa ni Dar es Salaam Derby kati ya Azam FC dhidi ya Young Africans. Lakini siku ya kesho pia mechi zingine zitaendelea, ila kikubwa sio kuhusiana na ratiba ya mechi, lakini ni kuhusiana na tuzo ambazo bodi ya ligi, ama nikimaanisha kwamba ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League huwa zinatoa kila mwaka, kila msimu na pia kila mwezi. Kama tunavyoweza kujua mpaka hivi sasa tuzo ambazo zimeweza kuishia au kutia nanga ni tuzo za Februari, ambapo tuzo hizi zimeweza kushika hatama kwa baadhi ya watu wafuatao, ambapo mshambuliaji wa klabu ya Young Africans Laurent Dilson Depu ambaye aliweza kushika nafasi ya kuwa mchezaji bora wa mwezi Februari, lakini pia bila kumsahau Steven Barker, huyu si mwingine bali ni kocha wa klabu ya Simba Sports Club, naye ameweza kushika nafasi ya kocha bora wa mwezi Februari. Lakini pia Laulindo aliweza kuonyesha uchuano mzuri ama mwenendo mzuri mwezi huu, akiwa ni pamoja na kufunga mabao mawili katika mchezo miwili mifululizo, ambapo ikiwa ni Young African iliweza kusaidia timu yake kuweza kupelekea mpaka hivi sasa kuweza kushika kinanga ama kuweza kuania mpaka sasa katika nafasi ya kwanza ya ligi hii. Lakini pia mshambuliaji huyo aliweza kuwashinda kuweza kumshinda Roshan De Rock katika mechi ya dhidi ya Simba Sports Club na kiungo Edu Suleiman Nado katika mechi ya juzi dhidi ya Azam FC, ambao aliweza kuhakikisha kwamba finali katika mchakato huu wa tuzo wa mwezi huu uliweza kufanywa kimkakati wa tuzo, ambapo waliweza kushirikiana chini ya shirika la mpira wa miguu Tanzania TFF. Lakini nikwambia kwamba kwa upande wa Barker ambao ni Steve Barker, ambaye ni kocha huyu wa Simba, katika mchakato huo aliweza kushindania dhidi ya Pedro Gonçalves, huyu ni kocha wa Young Africans, lakini pia bila kumsahau Florent Ibenge, kocha wa Azam FC. Hao wote walikuwa wakiwania nafasi moja, lakini bahati imeweza kumshukia kocha wa klabu ya Simba Sports Club Steve Barker, na yeye aliweza kuchukua hii nafasi ya kocha bora wa mwezi Februari. Lakini pia tukiendelea katika upande wa meneja bora au management bora ya uwanja, uwanja ambao umeweza kuchaguliwa si mwingine bali ni Meja Jenerali Isamuhyo, ambaye nafasi hii ameweza kuichukua Saidi Mpuche, ambaye ameweza kuweza kuwa meneja bora wa uwanja huu katika mwezi huu Februari, baada ya kuweza kufanya vizuri kimikakati au kimanagement, kwa kuhakikisha kwamba mitukio mbalimbali ya michezo na masuala yanayohusu miundombinu uwanja huo. Lakini pia bila kuweza kusahau katika hatua nyingine, Ramadhan Karanje kutokea B19, ambapo hii timu iliweza kucheza na klabu ya Simba katika michuano ya CRDB au shirikisho, lakini pia hii timu inaweza kushiriki katika michuano Championship ambayo wengi zamani kwa wakisikia makijua kwa jina la ligi daraja la kwanza. Mchezaji huyu pia katika Championship ameweza kuchukua tuzo ya mchezaji bora wa mwezi Februari mwaka huu 2026. Bila kusahau Kajonjera aliweza kuingia finali na katika mchuano hii ya kuania tuzo hii ya mchezaji bora katika Championship, akiwa yeye na Obey Chinwa ambaye anatokea Kagera Sugar na Tariq Saif ambaye yeye anatokea Police Tanzania. Alionyesha kiwango chenye muendelezo, ikiwa ni pamoja na kufunga mabao 4 kwa dakika 404 ndani ya michezo 5 aliweza kucheza mpaka hivi sasa. Pia kumalizia ni kwa upande wa kwa upande wa finali hizi Juma Segejem, sikumradhi maana majina yenyewe nayo haya kutamka kipengele, lakini ni Juma
Kaseja kutoka Kagera Sugar na pamoja na Zuberi Katwila wa Geita Gold waliweza kuwezesha kushinda mechi 4 kutokana na sare moja na kuweza kutoka na sare moja kwa upande kushinda nafasi moja kupanda kutoka nafasi ya 6 hadi kufika nafasi ya 5 kwenye msimamo wa ligi kuu championship. Lakini pia kwa kuweza kumalizia zaidi ni kuelekea katika mabao bora ya mwezi Februari. Bao la kwanza limetokana na Matteo Tegisi ambayo ilikuwa dhidi ya mechi ya Pamba pamoja na Coastal Union, lakini goli la pili bora ambalo limeweza kuchukuliwa na Shehan Ibrahim kutoka klabu ya Young Africans, ambapo ni ni mechi ya Young Africans dhidi ya JKT Tanzania. Lakini pia goli bora la mwezi Februari la 3 au la mwisho limeweza kuchukuliwa na Ismail Mhesa ambaye anatokea Mtibwa Sugar, lakini hii mechi ilikuwa ni Mtibwa Sugar dhidi ya Tanzania Prison. Na hayo ndio ilikuwa baadhi ya matukio ama tuzo ambazo ziliweza kupatikana katika mwezi huu Februari, na hii imetokea rasmi ama imeweza kutaarifiwa rasmi na bodi ya ligi Tanzania ikiwa chini ya ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League. Hii ni The Rain Media na msimuliaji wako ambaye nimeweza kuelezea kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni mimi sports lady wako Sabrina Mohamed, lakini nikwambie kwamba endelea kutufuatilia katika mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, hususan huko YouTube, Instagram, Facebook na mitandao mingine ambapo unaweza kutupata kama Rain Media TZ, na nikwambie tu sina la ziada, lakini nikutakie mchana mwema.